Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa kuniona. Mheshimiwa Spika, vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vimeleta madhara makubwa sana kwa uchumi wa dunia. Ukiacha suala la kupanda kwa bei ya mafuta ambalo umeshalitolea mwongozo jana, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba vita hii ina matokeo makubwa sana yenye athari hasi kwenye biashara ya kimataifa, kwenye sekta ya bima, kwenye sekta ya uagizaji wa bidhaa muhimu, kwenye biashara ya madini, kwenye usafiri wa anga wa kimataifa. Hii maana yake ni kwamba Tanzania haiko salama. Swali kwa Waziri Mkuu, nataka kujua ni kwa namna gani serikali imefanya tathmini juu ya athari ya vita hivi kwa mipango ya kiuchumi ambayo tunaendelea nayo na mingine tutayoipanga hivi sasa na hatua ambazo imejipanga kuzichukua. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa mbunge kwa kuwa mfuatiliaji wa masuala yanayoendelea duniani. Ni kweli vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na vilivyotangulia huko Ulaya ya Mashariki ni tatizo kwa dunia nzima, itakuwa na madhara kwa dunia nzima. Na Tanzania sio kisiwa, ni nchi ambayo inategemeana, inafanya biashara, inafanya mawasiliano, lakini pia na mashirikiano na nchi zote duniani. Serikali imekwisha kufanya tathmini ya awali kupitia sectors mbalimbali, ndio maana tumeweza kupata maoteo kwamba kutakuwepo na mabadiliko ya bei katika baadhi ya shughuli zetu za kiuchumi, ikiwemo la awali kabisa ambalo limeshajitokeza la kupanda kwa mafuta, lakini na mengine kama ambavyo Mheshimiwa mbunge aliyoyataja yakiwemo ya bima, lakini kutakuwepo pia na matatizo yatakayojitokeza yanayohusiana na matatizo kwenye masoko ya fedha kule duniani ambako sekta binafsi na serikali tumekuwa tukitumia kama chanzo cha kupata